الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo hii kwa uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala tunaendelea pale ambapo tuliposimamia siku ya jana, ambapo tulisimama kumsoma mtu ambaye amesahau kitu amezidisha kitu katika vitu vya lazima ndani ya swala yake. Madha alayhi, ni kitu gani kitakachomwajibikia mtu huyo? Tukasema ataleta sijidatu sahwi mtu huyo baada ya kuwa swala yake imekamilika, ataleta sijidatu sahwi mbili, kisha baadaye atatoa salamu kwa mara nyingine. Sasa leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaingia kwenye kipengele kingine ambacho kinasema assalamu qabla tamami salati. Mtu ikitokea kwamba katika swala yake ameswali, lakini kwa bahati mbaya ikatokea amefika hatua au amefikia sehemu akasoma tashahudi ya mwisho, hali ya kuwa kuna rakaa mbili au tatu au kuna rakaa moja aliyoiacha katika swala yenye rakaa nne, yeye ameswali rakaa tatu kisha akakaa kitako kikubwa. Baada hapo hajakumbuka kama amepunguza kitu, bali ikafikia hatua akatoa salamu kabisa, ndio akaja kukumbuka, la, kumbe kuna rakaa moja ambayo mimi nimeiacha. Kwa hiyo somo letu leo itaelezea mtu ikitokea kwa kusahau kwake ametoa salamu kabla ya kumalizika swala. Qala al-muallif rahimahullah, assalamu qabla tamami salati min az-ziyadati fi salati. Mtu kutoa salamu kabla ya kumalizika swala, hii pia inahesabika ni katika ziada au ni katika mtu kuzidisha ndani ya ile swala yake, kwa maana kwamba unakuwa umezidisha kile kitendo cha salamu au yale maneno ya salamu, ambapo maneno yale haikutakiwa wewe uyatamke kwa wakati ule, bali kuna wakati wake maalum ambapo inabidi wewe uyatamke maneno hayo ya salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Sasa ikitokea kwamba umetoa salamu hizo kabla ya swala kumalizika, umeswali rakaa tatu au umeswali rakaa mbili, kisha ndio ukaja ukatoa salamu, basi unahesabika kwamba wewe umezidisha katika swala yako. Umezidisha nini? Yale maneno ambayo utakayokuwa umezungumza ya salamu. Fa idha sallama almusalli, basi atakapokuwa ametoa salamu yule mwenye kuswali, kabla ya tamami salatihi, kabla ya kumalizika kwa swala yake, mutaammidan, hali ya kuwa amefanya hivyo makusudi, yani katoa salamu makusudi, swala yake haijakamilika, lakini yeye akaamua tu atoe salamu kabla ya kumalizika kwa swala yake. Qala almuallifu batalat salatuhu, basi mtu huyu swala yake itakuwa ni yenye kubatulika, swala yake itakuwa imeharibika kwa wakati huo. Kwa kama mtu ametoa salamu kabla ya kumalizika kwa swala maksudi, kakusudia kabisa, basi swala yake itakuwa imeharibika. Wa in kana nasiyan, na ikiwa kama mtu atatoa salamu kabla ya kumalizika kwa swala, lakini hali ya kuwa amesahau, hakumbuki kwamba ni ile rakaa ambayo yeye inabidi atoe salamu au ni rakaa nyingine inayofuatia mbele, hakumbuki. Wa in kana nasiyan, na ikiwa kwamba mtu huyo amesahau, walam yadhkur, na wala hajakumbuka, illa ba'da zamanin tawili, isipokuwa akaja kukumbuka baada ya kuwa muda mrefu tayari umeshapita, ndio akakumbuka, mbona kama mimi nimeswali rakaa tatu kwenye swala yenye rakaa nne, mbona kama mimi nimeswali rakaa mbili kwenye swala yenye rakaa tatu. Sawa, akikumbuka baada ya kuwa muda mrefu tayari umeshapita, yani ameshatoka katika sehemu yake aliyokuwa anaswalia,
mathalan yupo nje au bado yupo sehemu ile ile, lakini zimepita dakika nyingi sana, dakika 5, dakika 10 kikawaida, sawa basi anasema aada salata min jadid, basi mtu huyu inatakikana arudie tena swala upya. Sawa mtu huyu inatakikana arudie upya ile swala yake aliyokuwa akiswali. Kama ni swala yenye rakaa 3, basi ataanza upya rakaa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini kama ni swala yenye rakaa 4, ataanza upya kuanzia rakaa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Sasa endapo amepunguza swala, halafu baada ya kuwa amepunguza swala hajakumbuka isipokuwa baada ya kuwa muda mrefu kidogo umepita, basi atakuja kuilipa ile swala yake na kuianza upya ile swala yake. Wa in dhakara ba'da zamanin qalili, lakini kama itakuwa amekumbuka baada ya muda mfupi, yani haujapita muda mrefu, ameshatoa salamu lakini haujapita muda mrefu akaja akakumbuka, kadaqiqataini, kama vile kupita dakika 2 wa 3 au dakika 3. Katika hashia huko chini anasema miqdaru alfasli lam yarid fihi tahdidun fayurja'u fihi ila al-urfi, kiwango cha ule muda hakijapokelewa katika hadithi kwamba ni muda fulani wa dakika 2 au dakika 3, hakijapokelewa kiwango maalum, bali kinachotakikana ni watu kurejea katika urfu, katika desturi ya kawaida, kwamba muda huu mimi nimekaa muda mrefu tukia nilipotoa salamu, sawa, au muda bana uliopita baina ya salamu na hivi sasa ni muda mfupi bana, sawa. Basi kama ni muda mfupi itatakikana fa innahu yukmilu salatahu wa yusallim, inatakikana mtu huyu aimalizie ile swala yake, kama ilikuwa ni pungufu aimalizie ile swala yake na atoe salamu. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallim, kisha atakuja kusujudu sijidatu sahwi na atatoa salamu. Yani ameswali mtu rakaa kwenye swala yenye rakaa 4 mathalan, akaswali rakaa 3, baada ya kuwa ameswali rakaa 3 akatoa salamu kabisa, lakini ukawa haujapita muda mrefu, basi kinachotakikana kwake yeye ni yeye kurejea kuendeleza ile swala yake. Kama aliswali rakaa 3, inabidi anyanyuke aendelee ile rakaa ya 4, aiswali rakaa yake ile ya 4, kisha baada ya kuwa amemaliza ile rakaa ya 4 atakaa chini au katika kile kikao cha kutoa salamu atasoma tashahudi ya mwisho na atatoa salamu, sawa. Lakini baada ya kuwa ametoa salamu ataleta sijidatu sahwi tena kwa mara nyingine na atatoa salamu kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo huyu au huu ndio tofauti uliopo baina ya mtu ambaye amepunguza swala yake na ukapita muda mrefu na mtu ambaye amepunguza swala yake au ameswali swala pungufu lakini ukawa umepita muda mfupi hapa katikati. Mtu ambaye umepita muda mrefu atairudia upya swala yake, sawa. Kama ilikuwa ni swala ya rakaa 4 ataanza mwanzo, rakaa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Umepunguza swala lakini ukaja ukakumbuka kwamba umepunguza swala yako muda uliopita sio mrefu sana, basi utaendeleza swala yako. Na hili pia vile vile liwafikia wale watu ambao maamumin ambao wanachelewa swala. Unamkuta maamuma anachelewa kuingia katika sehemu ya musalla, anaingia katika sehemu ya kuswali, anamkuta imamu yupo katika kitendo cha kurukuu, mathalan kwenye rakaa ya pili au rakaa ya kwanza ile ile, anamkuta imamu yupo katika kitendo cha kurukuu. Ameingia msikitini, anamkuta imamu yupo kwenye kitendo hicho cha kurukuu, anatoa takbiratul ihram na imamu na yeye anasimama, sawa. Yaani ile takbiratul ihram anayotoa ile maamuma, wakati huo huo imamu anatoa takbira ya kusimama kutoka katika rukuu, sawa. Huyo maamuma ikiwa kama atatoka sehemu hii ataenda kurukuu, kwa maana kwamba amepishana na imamu. Imamu yupo kwenye kisimamo, yeye yupo kwenye rukuu, sawa sawa. Kwa hiyo huyu maamuma hii rakaa kwake yeye haitahesabika, umeelewana? Bali hii rakaa huyu maamuma itabidi aje kuirejea mwisho kabisa. Baada ya kuwa imamu amemaliza swala yake, ametoa salamu, yeye itabidi asimame kwa ajili ya kuikamilisha ile rakaa yake ambayo aliyoiacha huko juu. Sasa kwa sababu hapo panahesabika kwamba wewe haujamdiriki imam katika rukuu, ili uidiriki rakaa, ili uhesabike kwamba wewe umemdiriki imam katika rakaa, ni lazima umkute imam bado yupo katika rukuu. Lakini ukikutana naye imam ameshatoka katika rukuu au mkapishana, wewe unaenda yeye ananyanyuka, basi hapo wewe bado rakaa yako haijahesabika, na ile rakaa itabidi uje kuilipa mbeleni. Na ikiwa kama itatokea imam ameshatoa salamu na wewe ukatoa salamu pamoja naye,
halafu kuna rakaa huku juu ambayo wewe ulioiacha au unaodaiwa, basi itatakikana kwa wewe, hata kama tayari umeshatoa salamu, utasimama juu kwa ajili ya kuimaliza swala yako. Au kama hautakumbuka, ikitokea mtu wa jirani yako akaja kukumbusha, na hii pia ni tambii, tuwazindue baadhi ya watu ambao wanaingia msikitini hawafahamu hukumu kama hizi. Ataingia msikitini, atapishana na imamu katika kitendo kile cha kurukuu, lakini na wala asijali, akaendelea na swala yake. Imamu akimaliza na yeye anamaliza. Tuwakumbushe watu hao, sawa? Mwambie simama, malizia rakaa yako moja, na asimame sehemu ile ile alikuwa ameswali, sawa? Atasimama, atamalizia rakaa yake ambayo alikuwa anadaiwa. Sasa tuwakumbushe ndugu zetu ambao hawafahamu hukumu hizi. Kwa hiyo hata kama utapita muda mfupi ndio ukaja ukakumbuka, mbona kama vile imamu sijamkuta katika sehemu sahihi, nimemkuta imamu ameshatoka katika ile rukuu, basi hapo hapo utanyanyuka, utasimama tena, utamalizia ile rakaa yako uliokuwa unadaiwa. Kisha baada ya kuwa umemalizia ile rakaa yako uliokuwa unadaiwa, utatoa salamu, sawa? Kwa maana kwamba umemaliza swala yako. Ukishamaliza swala yako, utaleta tena sijida mbili za kusahau, kisha utatoa salamu kwa mara nyingine. Tuko pamoja? Dalilu dhalik, dalili ya jambo hilo, hadithu Abi Hurairata radhiyallahu anhu, ni hadithi ambayo imesimuliwa na Abi Hurairata radhi za Allah ziwe juu yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, salla bihim adh-dhuhra au al-asra, aliwasalisha masahaba ima ni swala ya dhuhuri au ni swala ya asiri, moja kati ya hizi swala mbili. Shakku rawi, hii imetokea mashaka kwa yule mpokezi, ima inawezekana ni swala ya dhuhuri au swala ya asiri, moja kati ya hizi swala mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha masahaba wake, fasallama min rak'ataini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu baada ya kuwa amemaliza kuswalisha rakaa mbili tu, akatoa salamu, sawa? Fakharaja sar'anu, wakatoka watu wakiwa wapo na haraka kabisa, wakiwa na furaha, min abwabil masjidi, wakiwa wanakimbilia katika ile milango ya msikiti. Yani watu walioswali pamoja na mtume akaswalisha rakaa mbili na akatoa salamu, basi wale watu ambao waliona kwamba mtume tayari ameshatoa salamu na ameswalisha rakaa mbili badala ya rakaa nne, basi hapo hapo wengi wakanyanyuka, wakatoka, wakaanza kukimbilia katika milango ya msikiti wakiwa wanafurahi, sawa? Yaqulun, wakiwa wanazungumza katika maneno yao wanaosema, qasratis salatu, qasratis sala, swala imepunguzwa jamaa, sawa? Swala imepunguzwa, swala hii imepunguzwa. Waqama an-nabii sallallahu alaihi wasallam, tu sallallahu alaihi wasallam baada ya kuona hali kama ile ikabidi asimame. Qama an-nabii sallallahu alaihi wasallam ila khashabatin fil masjidi, ikabidi asimame, akasimamia gogo ambalo linapatikana msikitini. Fattakaa alaiha kaannahu ghadban, akawa ameliegemea lile gogo kana kwamba ni mtu mwenye hasira ukimwangalia. Faqama rajulun, sasa wakati ule amesimama mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hajazungumza chochote. Baada ya kuwa yupo katika hali hii, akasimama mtu mmoja, huwa dhul yadaini. Huyu rajulun ni mtu mmoja ambaye anaitwa dhul yadaini. Dhul yadaini ni mtu mwenye mikono miwili. Dhul yadaini ni mtu mwenye mikono miwili. Luqiba bidhalika bitulin kana fi yadayhi, alipewa laqabu ya mikono miwili kutokana na urefu wa mikono yake. Na hapa pia vile vile tunakuja kuona kwamba asili ya majina katika sheria ambayo yamepitishwa na sheria na hayana tatizo katika sheria yako majina aina tatu. Kuna jina la asili ambalo ndio uliozaliwa nalo na ukapewa na wazazi wako. Mathalan, umepewa jina la Ismail, umepewa jina la Muhammad, umepewa jina la Ali, umepewa jina la Hassan. Hilo ni jina la asili uliopewa na wazazi wako, sawa? Lakini kuna jina jingine ambapo jina hili linaitwa jina la kunya. Jina la kunya ni jina gani? Jina la kunya ni jina lolote ambalo limeanzia na abu kwa mwanamume, lakini kwa mwanamke ni jina ambalo linaanzia na ummu, sawa? Abu Bakari Siddiq, Abu Huraira, wote hawa yale sio majina yao ya asili. Tukiangalia Abu Bakari Siddiq, jina lake la asili anaitwa Abdullah bin Abi Quhafa, sawa? Tukiangalia Abu Huraira, jina lake la asili yeye
anaitwa Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi, sawa. Lakini kapewa jina la Abu Huraira kutokana na kwamba alikuwa akipenda sana vile vijipaka vidogo vidogo, akipenda sana kucheza navyo, sawa. Ndio maana akapewa jina la kunya la Abu Huraira. Kwa hiyo kuna jina la asili, kuna jina la kunya ambalo ndio hata leo hii tunamsikia mmoja anaitwa Abu Maryam, mwingine ataitwa Abu Zubair, mwingine ataitwa Abu Haitham, mwingine ataitwa Abu nani, Abu fulani, sawa. Abu kwa mwanamume, lakini kwa mwanamke unasikia anaitwa Ummu Salama, Ummu Thuwaiba, Ummu Ruqayya, Ummu nani, sawa. Majina yale yanayoanzia na jina la ummu, sawa. Hayo ndio majina ya kunia. Lakini jina la tatu ni jina la laqabu. Jina la laqabu ni jina gani? Jina la laqabu nadhani ndio ambalo linaloitwa hivi sasa nickname, ambalo ni jina lile la kutungwa. Umefanya kitendo fulani kikawafurahisha watu, wakakupa jina kwa kupitia kitendo kile. Mathalan, umevaa kofia yako ambayo umeshonewa na babu yako. Baada ya kuwa umevaa kofia ile kumbe haijashona vizuri na babu yako, kofia inafanana na wapishi, wakawa wanakuita kampishi, sawa. Au ikawa kwamba umevaa kofia ambayo imefanana kabisa na kibakuli kutokana na kichwa chako na ile hadhi ya kofia au asili ya kofia ilivyo katika kichwa chako, wakawa wanakuita shemtobo au shekibakuli au fulani. Yani ni yale majina ya kutungwa ambayo sio katika jina la asili na wala sio katika majina ya kunia. Lakini pia vile vile inaweza ikawa katika moja ya ukoo wako au katika mababu zako kuna jina ambalo kidogo linatisha kwa watu badala ya kukuita jina lako la asili wakaanza kukuita lile jina la kutisha katika ukoo wako, sawa sawa. Sasa hili jina lina masharti katika kumuita mtu kwa kupitia jina hili. Endapo mtu ambaye atakayekuwa anaitwa kwa kupitia jina hili akawa ameridhia, basi tutafaa kuwaita majina hayo watu fulani ambao watakaokuwa wanaridhia majina hayo, hata kama ni mabaya. Lakini umemwita akalipenda lile jina, akaliitikia vizuri, akawa anafurahi kwa kupitia jina lile, basi itafaa wewe kwa wakati huu kumuita kwa kupitia jina lile ambalo alilotungwa, sawa. Lakini kama yeye halipendi lile jina, unamuita jina fulani, lakini wakati unamuita unaona kabisa katika uso wake anachukia kwa kupitia jina lile ambalo wewe unalomuita, basi kwa wakati huo itakuwa ni haramun, haifai kumuita kwa jina lile. Wala tanabazu bil alqab. Allah subhanahu wa ta'ala mtuambia tusipeane laqabu, majina ya mbadala, na kuanza kuitana kwa watu ambao hawatakuwa ni wenye kuridhia majina hayo, sawa sawa. Kwa hiyo huyu bwana aliyesimama alikuwa akiitwa Dhul Yadaini, mtu mwenye mikono miwili, na alikuwa akiitwa hivi na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuridhia, sawa. Kwa hiyo alikuwa akiitwa hivi hata mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala Mtume alikuwa hasemi chochote, kwa sababu mtu yule alikuwa anaridhia, na alipewa majina hayo au alipewa jina hilo kutokana na kwamba mkono wake ulikuwa ni mrefu, sawa sawa. Faqal, akasimama huyu bwana akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anasita am qasratis salatu, je, imetokea umesahau au swala imepunguzwa? Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumjibu huyu bwana Dhul Yadaini, akamwambia lam ansa wa lam tuqsal, sijasahau na wala swala haijapunguzwa, sawa. Faqala ar-rajul, akasema yule bwana, bala qad nasita, pana sio hivyo ya Rasulullah, takuwa wewe umesahau. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam lisahabati, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwaambia na kuwauliza wale masahaba, ahaqqun ma yaqul, je, haya anayozungumza huyu ndugu yenu ni ya kweli? Qalu na'am, masahaba akasema kumjibu Mtume, ndiyo, hayo ni maneno ya kweli, kwamba umepunguza swala, katika swala umeswalisha rakaa 2 badala ya rakaa 4. Sasa je, imepunguzwa swala au umesahau ya Rasulullah? Basi baada ya kuwa ameambiwa hivyo na masahaba wote kwa ujumla, akawa amewaamini. Fataqaddama an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangulia mbele. Fasalla ma baqiya min salatihi, akaswalisha kile kilichobaki katika ile swala, sawa, ambapo zilibaki rakaa 2. Thumma sallama, kisha baada ya hapo akatoa salamu baada ya kumalizika zile rakaa zote 4. Thumma sajada sajadataini, kisha akaja akasujudu sijida 2.
thumma sallama, kisha akatoa salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imepokelewa na al-Imam Bukhari na Muslim. Wa idha sallama al-imam, na endapo atatoa salamu imam, kabla tamami salatihi, kabla ya kumalizika swala yake. Wa fil ma'mumin, na kuna katika maamuma waliopo nyuma yake, man fatahum ba'du salati, ambao zimewapita baadhi ya rakaa, faqamu liqada'i ma fatahum, baada ya kuwa imamu ametoa salamu hali ya kuwa swala yake haijakamilika. Sawa, katoa salamu, lakini kuna maamuma huku waliunga kwenye rakaa ya pili au rakaa ya tatu. Sawa, imamu akatoa salamu kabla ya kumalizika swala yake, bado rakaa moja, imamu akakaa chini kwenye kitako akatoa salamu. Hawa maamuma ambao walikuwa wanadaiwa wakasimama juu kwa ajili ya kumalizia liqadai ma fatahum, kwa ajili ya kulipa kile kilichowapita, ya kumalizia swala zao. Thumma dhakara al-imam anna alayhi naqsan fi salatihi faqama liyutammima, kisha akaja akakumbuka imam ya kwamba ana mapungufu katika swala yake aliyoswalisha. Faqama, hapo hapo akasimama, baada ya kuwa tayari ameshatoa salamu na ametoa salamu, kuna watu huko nyuma tayari wameshasimama kumalizia swala zao. Faqama liyutammima, hapo hapo imama akasimama kwa ajili ya kumalizia ile swala yake au kile kipande cha zile rakaa zilizobaki. Fa innal ma'mumina alladhina qamu liqada'i ma fatahum, basi hakika hawa maamuma sasa waliosimama kwa ajili ya kumalizia kile kilichowapita, yukhayyaruna baina an yastamirru fi qada'i ma fatahum, wanakhiarishwa maamuma hawa ambao washasimama huko nyuma. Sawa, tofauti na wale waliomaliza na imamu. Wale ambao waliosimama wakiwa wanadaiwa, wale wanakhiarishwa, yukhayyarun, wanakhiarishwa baina an yastamirru fi qada'i ma fatahum, baina ya wao kuendelea na kile kilichowapita katika swala yao, wayasjudu lisahwi, na watakuja kuleta sijidatu sahwi huko mbeleni, wa baina an yarji'u ma'al imami fayutabi'uhu, na khiyari nyingine ni wao kumfuata imam, wa baina an yuraji'u ma'al imam, warejelee pamoja na imamu, fayutabi'uhu, na wawe ni wenye kumfuata huyo imamu. Fa idha sallama qadaw, na atakapokuwa ametoa salamu huyo imamu kwa kumalizia ile swala yake sasa kwa mara ya kweli kweli, qadaw, wao wanasimama kwa ajili ya kulipa kile kilichowapita. Qadaw ma fatahum, wanalipa kile kilichowapita. Wasajadu lisahwi, na wanasujudu au wanaleta sijidatu sahwi baada salami, baada ya kuwa salamu imeshatolewa. Wa hadha aula wa ahwat, na jambo hili ndio jambo ambalo ni bora zaidi na ni lenye kutegemewa jambo hili. Sawa, yani kipande hichi kimekusudiwa, imam kasimama au kaswalisha swala yenye rakaa 4, mathalan swala ya dhuhuri ina rakaa 4, kafikia kwenye ile rakaa 3 akatoa salamu. Wakati anatoa salamu, katika maamuma wake huku kuna ambaye aliingia kwenye rakaa ya pili, rakaa ya kwanza, kwa maana kwamba hajaidiriki. Kwa hiyo imamu akishatoa salamu kwenye ile rakaa 3, huyu maamuma huko atasimama kwa ajili ya kumalizia swala yake. Sasa imamu endapo atakumbuka kwamba mbona kama vile kwenye swala yangu nina mpungufu, au ikitokea kwamba amekumbusha na maamuma kwamba imamu umepunguza hapo, baada ya kuswalisha 4 umeswalisha 3, imamu akakumbuka ala, kumbe nimeswalisha 3, akasimama kwa ajili ya kumalizia ile rakaa ya 4, wale maamuma ambao walikuwa wanadaiwa rakaa 1 wanakhiarishwa, ima wataendelea kulipa ile rakaa 1 ambao walikuwa zile rakaa ambazo walizokuwa wanadaiwa, au watamfuata imamu katika ile rakaa yake ya 4 aliyosimama kwa ajili ya kuikamilisha, watamfuata imamu kwenye ile rakaa na watakuja kumalizia rakaa 1 mbeleni ambayo iliyowapita huko mwanzo. Kwa hiyo hiyo ndio khiari iliyopo kwa mtu ambaye aliyekuwa akimfuata imamu lakini imamu akamaliza swala kwa mapungufu. Hadha, tuishie hapa katika ukurasa huu wa 23. Inshallah kesho tutakuja kusoma katika ukurasa wa 24, ambapo ndani ya ukurasa huu tutakuja kuona kwamba endapo mtu atapunguza kitu katika swala, madha alaihi, ni kitu gani kitakachomwajibikia. Hii namba 1 tuliyosoma huko nyuma ni endapo mtu atazidisha katika zile sababu 3 za kuleta sijidatu sahwi. Ya kwanza ni kuzidisha, ndio hii ambayo tuliyomaliza.
Ya pili ni kupunguza, ndio hii ambayo insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaianza kesho. Hadha sallallahu wasallam barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.